الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل البركات، وله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. نحمده سبحانه على آلائه، ونشكره على نعمائه، ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، خير من شكر، وأوفى من عبد، وأبر من سأل، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي أولا بتقوى الله جل في علاه، فقد فاز المتقون. أيها الناس عباد الله، فإن أعظم ما يبتلى به العبد في حياته النعم. نعم، النعم ابتلاء، كما أن الشدائد ابتلاء. والله تبارك وتعالى يقول: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuzipeleka rehma na amani kiongozi wetu mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ndugu zangu waumini, nimesimama kwa unyenyekevu mbele yenu kuwaletea hutuba yenye kichwa cha habari: idha kunta dha ni'matin far'aha. Hutuba yenye anwani kwamba ukiwa kwenye neema ichunge. Neema inachungwa, neema inalindwa. Idha kunta dha ni'matin far'aha. Hiyo ndio kichwa cha habari cha hutuba ya leo. Ninaihusia nafsi yangu pamoja na kuwahusia ninyi waumini juu ya swala zima la kumcha Allah, na hiyo ndo kawaida ya usia wetu kwenye mimbari hizi. Ndugu katika imani, kama kuna jambo kubwa binadamu alotahiniwa katika huu mgongo wa ardhi katika maisha yake, ni suala la neema. Neema zimegawanyika sehemu mbili. Neema katika matatizo inaitwa neema, na neema katika furaha pia inaitwa neema. Kuthibitisha hilo, ndugu zangu, Allah ametuambia kwenye Qur'anul Karim, midhali tupo hapa: wanabilukum, tutawapa mitihani, bishari, ya shari, wal khairi, na mitihani ya khairi. Iwe kwenu ni fitna, ni mtihani. Usije ukakaa ukajisahau. Maisha ni pande mbili. Ukiwa haupo kwenye khairi, upo kwenye shari. Ukiwa haupo kwenye afya, upo kwenye maradhi. Ukiwa haupo duniani, basi utakuwepo duniani. Maana yake ukiwa hai basi hujafa, na ikiwa umekufa maana yake haupo duniani. Hilo jambo ni neema. Ndugu zangu katika imani, idha kunta dha ni'matin far'aha. Kwa nini nimechagua mada hii?
neema nyingi za Allah hazionekani kuwa ni neema, kwa hiyo watu hawana mpango wa kuzishukuru. Turudi nyuma kidogo, tuwaeleze na tuwakumbushe kwamba hata hiyo pumzi unayoivuta ni ni'matun min Allah, ni neema kubwa kutoka kwa Allah. Kosa pesa, kosa mke, kosa watoto, lakini usikose pumzi. Ukikosa pumzi inakukosti uhai wako. Kwa hiyo mtu asije akasema sijaneemeshwa. Hiyo pumzi unayoivuta na kuitoa ndio rasilimali yako kubwa na ndio neema kubwa. Ikikosekana tudfan, unazikwa. Ni nani aliozikwa kwa kukosa mguu? Ni nani aliozikwa kwa kuwa kiziwi? Ni nani aliozikwa kwa kuwa kipofu? Bali almuhimu, unaweza usizikwe ukiwa na njaa, lakini ukikosa pumzi ambayo watu wengi hawajui kama ni neema, inakuondoa katika hii dunia. Walidhalika qala ba'dhu salaf, kwa hivyo kwa kulielewa hilo, baadhi ya waliotutangulia masahaba wana maneno waliyasema: idha kunta, ukiwa dha ni'matin, una neema, far'aha, ichunge hiyo neema. Kama tulivyosema, chunga pumzi yako, chunga macho yako, chunga pua yako, chunga nguvu zako, chunga ujana wako. Vyote hivi ni neema, vinatakiwa vichungwe visiharibike. Ikiwa maharage tu yakibaki kwenye bakuli unatia kwenye friji yasiharibike, vipi jambo kubwa kama hili lisilindwe? Akasema fa inna dhunuba, kwani kwa hakika madhambi siku zote tuzilu ni'am, madhambi yanaondoa neema. Wahafidh alaiha bishukri lilah, siku zote shukuru hiyo neema, idhibiti kwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innal ilah, hakika ya Allah, sari'un niqam, ana haraka sana kuadhibu watu pale wanapomkosea heshima. Ndugu zangu katika imani, kam min unasun kanu fi ni'matin wa afia, ni watu wangapi waliishi katika hii dunia, na wapo wengine walikuwa katika neema ya afya na neema nyingine, thumma zalat, kisha neema hiyo ikaondoka. Walikuwa na neema ya afya ikaondoka, wanaumwa. Wa kam min mujtama'atin, ni mikusanyiko mingapi ya watu, kanat fi raha, mikusanyiko hiyo waliishi katika raha ya kupitiliza, thumma tabaddalat, kisha mambo yakabadilika. Idha kunta dha ni'matin far'aha, neema inachungwa. Wa kam min afradin, ni makundi mangapi ya watu walikaa kwenye mkusanyiko wao, razaqahumullahu malan, Allah aliwaruzuku mali, au siha, au Allah aliwaruzuku afya, au jahan, au Allah aliwaruzuku vyeo, au ilman, au Allah akawaruzuku elimu. Kisha baada ya ruzuku hizo walizopata, vitu vyote hivi hawana mali, hawana afya, hawana elimu, hawana vyeo. Wangapi mnaowajua? Idha kunta dha ni'matin far'aha, ukiwa kwenye neema ichunge hiyo neema. Fa inna dhunuba, hakika ya madhambi, tuzilu ni'am, inaondoa neema. Ndugu zangu katika imani, kwa kuwa neema inatakiwa ichungwe, laysat kalimatan tuqal, neema kuichunga sio maneno tu kusema, bal isipokuwa manhajul haya, kuichunga neema ndiyo silabasi ya maisha,
ndio system ya maisha. Usipoichunga neema umesiha afya, ichunge. Usijiingize, wala tulqu biaidikum ila tahluka. Msijiingize kwenye mikono yenu au kwa kutumia mikono yenu kwenye jambo lenye kuangamiza. La dharara wala dhirara. Sallallahu alaihi wasallam anasema usikubali kujidhuru wala usikubali kudhuriwa au usikubali kudhuru mwingine. Haya ni maelekezo ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo namna ya kuchunga neema tatahaqqaqu bi thalathati arkanin. Chunga neema kwa nguzo tatu. Neema zinachungwa kwa nguzo tatu, sio mujarrad wa kusema tu alhamdulillah nashukuru. Nguzo ya kwanza ya kushukuru neema, al-i'tirafu bi anna an-ni'ma min Allah azza wa jalla. Kwanza ukiri mwenyewe bila kuwa na wasiwasi yote kwamba neema zote zinatoka kwa Allah. Wama bikum min ni'matin, neema yoyote mtakayokuwa nayo Allah anasema famin Allah, neema hiyo inatoka kwa Allah. Ndugu zangu katika imani, kuna watu wananasibisha riziki zao kwa juhudi zao, yani juhudi yake kuwa hard worker ndio juhudi ya kupata riziki nyingi sana. Kuna watu wananasibisha akili walizonazo, kufaulu kwao kwenye mitihani mbalimbali ni kwa sababu ya kuwa na akili nyingi. Kuna watu wananasibisha kufaulu ni kuwa na akili nyingi. Kuna watu wananasibisha kuwa na nguvu ni kwa sababu ya afya yake. Kuna watu wananasibisha kuwa na cheo ni kwa sababu ya umahiri wake wa kuongea. Hadha jahudun khafiyun. Ukiwa una mambo kama hayo, wewe ni mpingaji uliojificha kwenye kivuli cha imani. Yani ukianza kudhani na kutafakari na kujihisi kwamba cheo hichi ni juhudi zangu, mali hii ni juhudi zangu, afya hii ni juhudi zangu, wewe bado ni mpingaji aliojificha kwenye kivuli cha imani. Kwa hiyo jambo la kwanza la kuhifadhi neema yako, al-i'tirafu bi anna an-ni'ma, ni kukiri kwamba neema zote min Allah jalla jalalu zinatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Thaniyan, nguzo ya pili ya kushukuru na kuilinda neema, shukuru an-ni'ma bil lisan wal qalb wal amal. Kuishukuru neema kwa ulimi na kwa moyo na kwa matendo. Moyo inatakiwa ushukuru, ulimi unatakiwa ushukuru, lakini pia matendo yako, kazi zako zionyeshe shukurani. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Ama neema nyingi alizokupa Mola wako, ebu kaa uanze kuzisimulia kwamba hata sauti hii inayotoka ni neema, hata maelekezo haya unayosikia kaingia sikioni kwako ni neema, hata hidayah, kupata hidayah wewe kuwa Muislamu ni neema. Shukrul qalb, kushukuru kwa moyo. Antastashira al-abdu fadlullahi wa karami, uhisi utukufu wa Allah na ukarimu wake kwako. Hiyo ni namna ya kuchunga neema kwa kutumia moyo. Shukrun bilisan, neema inachungwa kwa ulimi. Bilhamdi wa thana wa dhikri almun'imi, ni kumtaja Allah, kumsabih, kumdhukuru na kumtaja saa zote Allah kwamba ndio mneemeshaji. Hapo utakuwa umeihifadhi neema yako kwa ulimi. Bwana vipi, alhamdulillah bwana Allah ameneemesha siku hizi. Usiseme hawa ndo kama hivyo tunapambana mzee. Wangapi wanapambana na hawapati kitu? Wewe ni Allah amekuneemesha, usijisahau. Ikiwa ni afya, basi usije ukasema maneno mengine tofauti na hayo. Mnakaa tu kunywa maji yasiyochemshwa, kadhalika wa kadhalika, mnakula hovyo kadha wa kadha, ndio maana mnaugua. Mimi najichunga vizuri. Sawa, lakini uelewe wako waliojichunga vizuri lakini pia Allah akawapa mtihani. Kwa hiyo sema Allah amekuruzuku afya na wala sio juhudi yako. Ndugu zangu katika imani, kushukuru kwa
Kuishukuru neema kwa kutumia ulimi na kuilinda miongoni mwa nguzo zake ni kushukuru neema kwa ulimi, na ulimi maana yake pia uache kusengenya. Namna ya kuhifadhi neema kwa ulimi ni kuacha kugombanisha, an-namima. La yadkhulul jannata an-namam. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kamwe haingii peponi mtu mfitinishaji. Yanqul al-kalam min huna ila hunak. Ananukuu kalam kutoka kwa mtu A kwenda kwa mtu B kwa lengo la kuwagombanisha. Wangapi wametumia ndimi zao na wamegombanisha watu? Namam, fatan, kadhab, wote hawa wanatumia ndimi zao. Ndugu zangu katika imani, tuwe makini kuzichunga neema ya Allah. Miongoni mwa neema ni kuchunga ulimi. Je, ulimi wako unatumika lidhikrillah au unatumika liiftitani nasi, kumdhukuru Allah, au unafitinisha watu? Ndugu zangu katika imani, faman shakara ni'matal mal famin shukri ni'ma almal bisadaqa. Kushukuru neema kwa mwenye mali, shukurani yake sio kuweka kwenye akaunti benki. Shukurani yake sio kubadilisha tu nyumba, mashamba, magari, mifugo. Neema ya mwenye mali ili ahesabike kwamba ni mwenye shukurani, shukurani yake itaonekana bizaka wasadaqat. Anatoa zaka na anatoa sadaka, unasema huyu ameshukuru kwa neema ya mali. Sasa una mali hutoi sadaka, una mali hutoi zaka, mali yako inakufaa nini wewe? Mali yako inawafaa nini watu wengine? Ukiwa nacho ili ushukuru, toa sadaka, usimalize, lakini toa kidogo kikubwa, toa, ndio shukrani yenyewe. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Neema ya mali uliopewa ili watu waone na wa appreciate kwamba kweli wewe una mali, wagaie watu. Ikifika kwenye fungu la zaka, toa zaka. Una mali nyingi, hujawahi kujenga msikiti. Una mali nyingi, hujawahi kujenga madrasa. Una mali nyingi, hujawahi kuwalipa walimu wa madrasa. Una mali nyingi, hujafanya khairi yoyote. Sasa mali yako hata kama watu watakuona haina maana yoyote. Mali nyingi ionekane mashallah, msikiti fulani una mkono wa fulani, mashallah, ile madrasa anaisimamia fulani, mashallah, walimu wa madrasa hawana shida, posho zao zinatoka kwa fulani. Leo mwalimu aendeshe bajaji, saa 10 aende madrasa, anaingia na kutoka tena aende kuendesha, atarazak na yeye. Wako wapi wenye mali ambao wanazungumza kwa mali zao? Wewe kaa hapa, kazi yako kufundisha na posho yako hii hapa. Wallahi umma utaneemeka, kwa sababu mwenye neema ya mali anaitumia sawa sawa, na mwenye neema ya elimu anakaa kuifundisha sawa sawa. Mwenye mali asipoitumia sawa sawa neema yake kwenye dini, basi hata mwenye elimu hawezi akaitumia neema yake sawa sawa ya elimu kwenye dini. Ayuha nasu ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe kila mwenye neema aweze kusimamia neema aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, siyanatun ni'ama min zawali, namna ya kuilinda neema isiondoke. Na hilo wadhalika bitarki dhunub. Jambo la kwanza, neema yako ukitaka isiondoke, acha madhambi. Hakika dhambi moja inafuta kabisa mambo mengi ya khairi uliyofanya. Fadhunub, madhambi mengi yanamuingiza mtu kwenye msongo wa mawazo na matatizo na majuto. Anasema laiti kama kipindi kile nilivyokuwa na afya ningefanya 1, 2, 3, lakini haisaidii tena. Sasa hivi unayo neema hiyo, shughulika na neema hiyo. Ayuha nasu ahibati fillah, ndugu zangu katika imani, miongoni mwa neema ambazo kubwa Allah amewaneemesha ashabab, ujana. Maana sasa hivi wanatajwa sana vijana. Wazee nyinyi mlishatajwa mlivyokuwa vijana. Kwa hiyo wazee sasa hivi mpumzike, hamtajwi sana kwa sababu mlipitia kwenye ujana. Vijana, ujana ni neema. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema katika hadith ambayo amepokea Imam Bukhari,
Kasemaje Mtume sallallahu alaihi wasallam? Kuna ofa ya watu 7 watakaokaa kwenye royal. Maana kuna economy, alafu kuna business. Siku hizi kuna category imewekwa VIP. Baada ya VIP siku hizi kuna VVIP. Alafu baada hapo kuna royal. Kwenye vipando vyetu hivyo vitu vipo. Sasa watu watakaokaa ambao ni royal place muhimu siku ya kiyama, watu aina 7. Miongoni mwa watu aina 7, shabun, kijana. Kijana sio kila kijana tu, shabun, kijana. Alafu nashaa fi ibadatillah, kijana ambaye ni mcha Mungu, ana heshima, amesoma, anajitambua, ana nidhamu kwa wakubwa, ana nidhamu kwa wadogo. Kijana tamasaka bil ibada, ameshikamana na ibada, swala zake 5 zote anaziswali ibada, anachakarika na kazi, na mwisho wa siku anachokipata anawasaidia wengine nao pia wainuke. Shabun nashaa fi ibadatillah, ni ofa ya kijana hiyo, imetangazwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kijana usibweteke, ujana ni neema, na neema hiyo itaondoka. Ili kujua kwamba ujana utaondoka, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, igtanim 5 qabla 5, neemeka na 5 kabla 5 hayajakufika. Miongoni mwa hayo ya kuneemeka nayo, shababaka kabla haramika, ujana wako kabla ya uzee wako. Kwa hiyo kijana uko kwenye neema nzuri, itumie hiyo neema sawa sawa. Lakini kama haitoshi, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema katika kuthamini mchango wa kijana, akasema la tazula qadama abdin yawma alqiyama hatta tusal an 4. Hauwezi kuinuka mguu wa mtu kesho siku ya kiyama kwenda peponi ama kwenda motoni, waliyadh billah, mpaka ulizwe masuala 4. Miongoni mwa masuala hayo 4, shababaka qabla haramika, ay wa min shababika madha afnaita, wa shababaka, ujana wako vipi uliumaliza, ujana wako uliutumia kwenye mambo gani? Ujana utaulizwa. Kwa hiyo miongoni mwa neema kubwa watu watakaoulizwa siku ya kiyama ni ujana. Allah subhanahu wa ta'ala awajalie vijana wetu hadina muhtadin, wawe ni waongofu, na Allah waongoze, awashike mkono. Wametajwa katika Qur'ani suratul Kahfi, innahum fitya amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Vijana ndio wametajwa. Wao hao walikuwa ni vijana, walimuamini Mwenyezi Mungu na Allah akawaongezea imani juu yao. Ni vijana waliotajwa. Hawakutajwa wazee kwa sababu wazee walishapita kwenye ujana, kwa hiyo tayari wao walishatajwa huko nyuma. Ayuha nasu ibadallah, enyi waja wa Allah, miongoni mwa neema kubwa ni ujana. Kwa hiyo sasa vijana tuko kwenye kinyang'anyiro kikubwa. Uelewe kijana ni nani. Kuanzia miaka 18 kwa mujibu wa taratibu za katiba, miaka 18 mpaka miaka 45 au 50. Lakini kwenye sheria za fiqh, kijana ni kuanzia pale alipobalighi. Shabalighi tu tayari ushakuwa kijana. Unakwenda mpaka miaka, unapewa ofa ya miaka 50 hapa katikati hapa. Kwa hiyo kundi la vijana wako wengi. Muda huo kuanzia miaka 18 mpaka 45 ndio damu inachemka. Sasa damu yako, nguvu yako, akili yako, maarifa yako yatumike kwa ajili ya kuendeleza dini yako, kwa ajili ya kuendeleza nchi yako, kwa ajili ya kuendeleza familia yako. Baada ya miaka 45 kama hukuyafanya hayo, huko sasa watu watakuwa na kuangalia wewe wakufanyie nini. أقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وبعد. Neema ziko nyingi sana, lakini pia kughafilika kwenye neema hizo nazo pia kuna sababu nyingi sana.
miongoni mwa neema ni'matul iman wal istiqama, kupewa imani na msimamo wa kuendelea kufanya haya unayofanya sasa hivi. Hii ni neema kubwa, tunamwomba Allah tudumishe katika hili. Jambo la pili, ni'matul amni, neema ya amani. Ikikosekana tutatafutana, hakuna swala, hakuna pesa, hakuna chochote, kwa sababu neema ya amani imekosekana. Jambo la tatu, ni'matus siha, afya tuzichunge sawa sawa, tusizichezee. Hawezi kujua thamani ya afya mpaka uwe mgonjwa unaumwa. Neema nyingine, ni'matul abna wa zawja, neema ya kuwa na mke, neema ya kuwa na watoto. Huwezi kujua neema ya mke mpaka ukiwa huna mke au umemwacha, umemtaliki. Sasa unaishi kigeto geto, ndio utajua mke thamani yake. Ukighafilika na maneno na neema hizi, ukaziona kuwa sio neema, kwa kweli wewe utakuwa umeingia sehemu ambayo hutomshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa chochote. Kushukuru kwenye neema ya riziki unayoipata, Allah aitie baraka na aitie hidayah ndani yake. Ni'matul waqti, neema ya muda. Tumepangiwa Ijumaa tuje tufanye sala hii mara moja kwa wiki. Tumia muda wako vizuri. Alladhi huwa ra'sul mu'min, ndio kichwa cha muumini. Ni'matus satr, neema ya kustiriwa. Kuna watu wamevunjiwa heshima zao, hawana tena neema, wanatembea kwa kujificha, hawatembei mchana, wanatembea usiku. Mambo yako mengi ya kuzitunza na kuzilinda na kushukuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Kichwa cha habari cha hutuba yetu ya leo ilielezwa hapo awali, idha kunta dha ni'matin far'aha, ukiwa kwenye neema chunga hiyo neema. Fa inna dhunuba tuzilu ni'am, madhambi siku zote yanaondoa neema, tusifanye madhambi. Washkur wa hafidh alaiha bishukri ilah, ihifadhi neema kwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Na namna ya kumshukuru Allah sio kwa kusema asante, bali moyo wako ushukuru, ulimi wako ushukuru, na matendo yako yaonekane uko ndani ya shukurani. Akhiran, Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza watu waliopewa neema alafu hawakushukuru yaliwakuta nini. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. سورة النحل 1:2. Allah amepiga mfano wa mji fulani, amepiga mfano wa nchi fulani. Maneno haya yako ndani ya Qur'ani, na inasemekana hiyo ilikuwa ni nchi ya Yemen. Allah subhanahu wa ta'ala ameitaja, hakuitaja kama Yemen, lakini wafasirina wakaja wakasema hii ilikuwa ni Yemen. Allah subhanahu wa ta'ala aliwapa neema. Qaryatan kanat amina, mji ulikuwa na amani, mutmainna, una utulivu. Yatiha rizquha ragadan min kulli makanin, riziki zinakuja kila kona, hamna njaa, kila kitu kimenyoka hivi. Fakafarat bi an'amillah, wakalewa riziki, wakaingia sasa kuzikufuru. Fakafarat bi an'amillah, wakakufuru kwa zile neema walizopewa na Allah. Faadhaqaha bi an'amihi فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. Allah akabadilisha sasa, mji ulikuwa na neema sasa ikawa na njaa na vita. Ndugu zangu katika imani, ikiwa ilitajwa kuwa ni Yemen, basi inawezekana kuwa hata Tanzania pia inaingia humo. Tanzania ni nchi yenye amani, ni nchi yenye utulivu. Tutunze amani, tutunze utulivu, ndio shukurani kumshukuru Allah juu ya neema aliyotupa. Tukibadilika, na Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, tukibadilika, tukalewa, riziki zimekuwa nyingi, tukalewa na madaraka, tukalewa na afya zetu, basi system ya Allah iko pale pale. Atabadilisha, shibe itakuwa njaa, atabadilisha, amani itakuwa vita, na hilo tunaliombea
kila Ijumaa na kila sala zetu, neema hii tuliopewa ya afya, neema hii tuliopewa ya vijana, neema hii tuliopewa ya mali, neema hii tuliopewa ya amani, watu wafanye kazi na waingie kwenye ofisi zao kwa amani, salimina aminina mutmainin. Tukizichezea basi Allah anabadilisha kama walivyobadilisha wengine, imebaki historia. Allahumma, tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala azijalie nchi zetu ziwe na amani na utulivu, na wajalie vijana wetu wawe na amani na utulivu, na atupe afya zetu ili tuweze kufanya ibada, na wajalie watoto wetu wakue katika malezi ya akhlaq na dini. Na Allah subhanahu wa ta'ala tuwezeshe ala kulli shay, innahu ala kulli shay'in qadir. Allah ni muwezo wa kila jambo, anaweza akabadilisha lile lisilowezekana likawezekana. Kwa hiyo saa zote, muda wote, swala yako ya jamaa, swala yako ya peke yako, Ijumaa kama ya leo, tunamwomba Allah saa zote tushukuru kila neema tunayopewa na Allah, na miongoni mwa neema hizo ni afya tulizonazo na amani tulonayo. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arda 'anil khulafa'ir rashidin minhum Abu Bakr, Umar, Uthman wa Ali, wa 'an baqiyati sahabati Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ajma'in. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ونكس أعداءك أعداء الدين، واختم لنا بخير منك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده مؤيدا ومعصوما، ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واسألوه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. واقم الصلاة.